Na tuanze kuzitazama pia taarifa mbalimbali. Kama kawaida kitaa lazima tufahamu kitaani huko kunani. Jana ilikuwa ni weekendi, mambo yalikuwaje? Ni naye BJ Juma hapa tayari ameshafika, na jana tuliahidiana bwana hata akifungwa Mason ikifungwa asikimbie, na yeye pia ametimiza ahadi kwamba bwana hawezi kukimbia. BJ Juma, habari za asubuhi bwana? Habari za asubuhi ni njema. Uko sawa sawa? Niko salama kabisa. Uko vizuri? Niko vizuri. Mambo yalikuwaje jana? Ana jana nilikusisitiza bwana hakikisha haukimbia hata kama ikitokea labda Mason wamepoteza, Kamizente labda wameshinda kwenye mechi hiyo. Mambo kwanza yalikuwaje? Maana sijabahatika kupata muda wa kufika uwanjani. Lakini nimeona picha huko kwenye mitandao ya kijamii watu walikuwa wameitika. Na hilo ndilo lililopelekea nifike hapa. Ndio. Nitoe matokeo, lakini pia kuwashukuru wananchi wa kata ya Rwamishenye na vijana wa kata ya Rwamishenye. Kwa kweli jana wameitika kwa asilimia zote. Nilisema ilikuwa mida ya saa 8 kwamba ukichelewa huenda ukakosa nafasi ya kuangalia mpira. Watu walikuwa wengi sana, mpaka mwenye shughuli ambaye ni mbunge wa jimbo la Bukoba mjini Johnston Mutasingwa alishangaa kwa sababu jana haikuwa mara ya kwanza. Alianza Kashai, akaenda Buhembe, ndio akaja Rwamishenye. Alisema Rwamishenye kwa kweli watu wameitika. Kama kawaida yake Rwamishenye. Rwamishenye kwa kuitikia kwenye matokeo kweli waliitika mpaka nikasema kama ni lengo limevuka lile ambalo tulilokuwa tunalitarajia. Nataka nikimbilie kwenye mechi yenyewe, mambo yalikuwaje? Nina hamu na shauku ya kufahamu mechi Mason Kamizilente FC na Mason, matokeo yalikuwaje? Yaani kweli kwenye matokeo bana, kabla ya matokeo kuna mambo mengi sana huwa yanaandaliwa timu fulani isipate ushindi. Mason tulipoteza kwa mchezo mmoja, kwa goli moja kwa 0. Kamizilente walifunga kipindi cha kwanza, lakini nilianza kuona wadudu kabla ya mchezo. Wadudu gani? Au visingizio? No, sio visingizio. Ilipofika saa 9 katibu wa mbunge Johnston Mutasingwa alinipigia simu. BJ, naomba unisaidie namba za mpinzani wako naenda kucheza naye. Nikamwambia katibu, kama ndo figisu zinaanza kufanyika hivi ili mimi nipoteze sawa. Dakika 5 nyingi mbunge akanipigia simu, naomba unisaidie namba za wapinzani wako naenda kucheza nao. Kwa hiyo sikuelewa sasa kilichoendelea hapo. Lakini dakika 10 kabla ya mchezo nikamwona mpinzani wangu anakuja na marefali. Refa wakati Kamizilente. Kamizilente wanakuja na refari. Na marefa walikuwa sehemu moja ambayo sikujua walikuwa sehemu gani. That's why ilipofika muda wa mchezo nilianza kumpigia mpinzani wangu simu, mbona uko wapi wewe, ndo nataka nikuone. Nakuja. Dakika 10 akawa amekuja na marefali, basi tukapoteza kwa mchezo mmoja. So sijui ndo mbili ilikuwa inafanyika tufungwa kwa goli moja kwa 0. Ndio. Sasa ile kambi ya Karagwe na nini licha ya kuweka kambi nje ya manispaa, unahisi labda vijana wenu wamekwama wapi? Ni changamoto tu za mchezo. Au ni nje ya uwanja kama ulivyosema? Unajua kwamba bao alikuwa halali. Goli kwanza ilikuwa ni offside. Hilo linajulikana na wote waliokuwa pale. Nafikiri kwa muda huu wanasikiliza Shinazi. Lakini pia kabla sijaelezea why tulikuwa Karagwe na tukafungwa, Shinazi mnasikilizwa sana, sio umati wa watu, kwa sababu kila mmoja mimi nisikiliza Shinazi bana, kila mmoja mimi nisikiliza Shinazi bana. Kwa hiyo kwa kweli mnasikilizwa sana na mmetuboost sana, mmetusupport sana. Elbariki popote ulipo, na timu heka kwa kweli mlifanya jambo vizuri na jambo lilipendeza. Wachezaji baada ya kuona mpinzani wetu anakuja na marefali, wote wakaishiwa power. Kaishiwa nguvu, tukasema bana sisi twende, kitakacho tukuta basi sisi tutaenda nacho. Kwa hiyo tulipoteza na tutajiandaa na michezo mingine ambayo tutakayocheza. Elibariki ananiambia huwa ukipoteza huwa ukosi visingizio. Elibariki lazima yuko pamoja nasi, lakini anasema ukipoteza huwa ukosi visingizio.
Yaani licha ya timu kuipeleka Karagwe kwenda kambini Mason, lakini bado kichapo kimehusika. Ya kichapo kilihusika. Ndio maana nikasema baada ya wachezaji kuona kwamba mpinzani wetu anakuja na marefali, ndio, na katibu wa mbunge pamoja na mbunge wananiomba namba za wapinzani, mimi ndio kitu ambacho kilinishangaza mimi. Tulipoteza, lakini sijui kama tulifanywa mchezo nje ya uwanja, lakini tulipoteza. Twende kwenye zoezi la ugawaji wa vifaa vya michezo kwa mheshimiwa mbunge, kwa jinsi ambavyo ninyi pia wewe kama msemaji wa Mason mmeweza kupokea vifaa. Mmepokeaje jinsi ambavyo anaendelea na zoezi lake hili? Unahisi kuna kitu ambacho linaweza likaenda kuongeza kwenye soka la uhamishaji? Anachokifanya mbunge kwa kweli, kwanza Mungu aendelee kumpa pumzi na umri mrefu, kwa sababu nikiongelea hapo, kuna baadhi ya timu zilikuwa zimekufa kabisa na kuna baadhi ya timu zilikuwa zinaelekea kufa. Lakini hili swala la ugawaji wa jezi kwenye timu za mtaani hizi nitaenda kuibua timu nyingi sana. Na Rwamishenye, sio Rwamishenye, kata zote 14 ikitokea ile mashindano ya Jimbo Cup, tutakuwa na vipaji vya Rwami, Kibeta, Kagondo na kata zingine, sio kukodi tena wachezaji. Kwa sababu timu za mtaani zinapokosa jezi na anavyofanya mbunge, ina maana hata wanakata tamaa ya kuendelea michezo, sababu hawana mpira, hawana jezi. Kwa hiyo sisi kama Mason FC na Kamizilente kwa kweli hili jambo walilifurahia sana. Kuna baadhi ya viongozi wa Mason na wachezaji walilia pale walipoitwa sasa uongozi wa Mason FC mje mchukue jezi. Yaani walilia, mtu aamini kabisa kweli hii tarehe 12 ya leo tumeenda kujenga historia. Haijawahi kutokea kwenye jimbo hili kwamba kiongozi yoyote amegawa vifaa vya michezo kwenye timu za mtaani. Wamegawa kwenye vifaa vya michezo kwenye kata zote 14, lakini sio kwenye timu zetu za mtaani. Rwamishenye pale kwenye timu za mtaani kuna kama timu 10. Sasa imagine kila timu itapewa jezi. Sasa unafikiri Jimbo Cup ikianza na timu za kata zikianza, na maana kila timu itakuwa na jezi yake. Kwa kweli mbunge ile jambo analolifanya ni jambo kubwa sana. Baadhi walilia kabisa, yani walilia kusema tunaenda kupewa jezi kweli. Kwa hiyo tulifurahi na tunaendelea kumomba Mungu aendelee kumpa umri mrefu mbunge. Ndio. Na ukiangalia, nadhani mheshimiwa mbunge wakati tunawazungumza naye, nadhani wiki iliyopita kuelekea kwenye mechi ya jana, alizungumza kwamba ataanza na timu 12 kwa awamu ya kwanza hii ambayo zoezi linaendelea, na jana ilikuwa zamu yenu. Lakini licha kwamba anaanza na timu 12, lakini ameambiwa kwamba Manispaa ya Bukoba ina timu zaidi ya 70 na kitu. Sahihi. Lakini wote watapata vifaa mpaka kuja kwenda mpaka mwishoni mwa mwaka huu. Wote watapata vifaa. Unahisi kwa kata ya Rwamishenye ambayo umesema kuna zaidi ya timu 10 zipo pale, why Kamizilente na Mason ndio mmekuwa wa kwanza kabisa kwenye kata ya Rwamishenye kupewa vifaa? Nimependa sana hilo swali. Ni kwamba mbunge anachokifanya yeye kwanza, ndio anadili na zile timu zinazofanya mazoezi kwanza. Na hapa naomba watu wanielewe na wanisikilize, kwa sababu kumekuwa na kama malalamiko kwa nini Kamizilente FC na Mason FC kwamba ndio wamewahi kupewa jezi. Alisema mwenyewe, na hata hapa alisema na kwenye media zingine alisema, mimi naanza na hizi timu zinazofanya mazoezi. Na ukiangalia kwa Rwamishenye timu inayofanya mazoezi ni Mason FC na Kamizilente FC. Lakini pia akasema huwa kuna zile timu ambazo huwa zinaungana wakati wa mashindano, huwa zinaungana labda kama wanaenda kushindania mbuzi, kuku au vinywaji. Hizo timu baada ya kumaliza hizi timu zinazofanya mazoezi, na wao ndio itakuja kwenye awamu yao. Ndio. Ndicho alichokisema. Kwa maana ndio maana pia hata Rwamishenye Mason wana muendelezo wa kufanya mazoezi na wanajulikana, wanacheza mechi za kirafiki. Kamizilente pia hivyo pia. Na ndio maana ukienda hata Kashai Sokoni FC wanafanya mazoezi. Sijui na timu gani pamoja na Miembeni. Kwa timu zote zinazotanguliwa kupewa jezi, ina maana ndizo ambazo huwa zinafanya mazoezi. Mbunge aingi hivi kichwa kwenye kata. Anafanya upelelezi wake, na akishajihakikishia nye viongozi wa timu husika ndio mnaopigiwa simu. Sawa. Na ukiangalia kwa upande wa Rwamishenye, nilitamani pia
kama mlivyokuja ile mwanzoni na msemaji wa Kamizilete angekuepo, lakini ndio hivyo. Nitakuuliza kwa upande wa Mason, mazoezi yataendelea maana tayari vifaa mmeshapata. Jezi pamoja na mpira mmoja. Mazoezi yataendelea. Yaani sisi hapa wanasema ni kama tumechokoza nyuki. Kachokoza nyuki. Ni kwamba sisi hapa ni kama timu imerudi upya. Yaani tusifichane. Timu yetu kama ilikuwa imeenda kuyumba hivi kulingana na ukosefu wa vifaa vya michezo. Mpira ilikuwa imeanza kuisha, jezi ilikuwa imeanza kuchoka, lakini kwa sasa tumepewa jezi na ni jezi kweli, sio jezi hizi za wapinzani wetu nafua baraboja, jezi chali. Quality kabisa. Jezi imeandikwa Mason, imeandikwa Mutasinga. Kwa hiyo ni kwamba sisi mazoezi tunaendelea na Jumapili tutakuwa na mchezo wa kirafiki. Kwani ndio hizi nyekundu na nyeupe. Alafu hapa mbele ndio zimeandikwa Mutasinga. Alafu za Kamizilete ni nyeupe na nyeusi kwenye mikono. Sawa. Naona nyuma zimeandikwa Kamizilete FC alafu Mutasinga. Jezi nzuri. Ni jezi nzuri sana. Kwa upande wa Mason sasa, baada ya kupokea vifaa, licha kwamba umezungumza hapa kwamba mtaendelea kufanya mazoezi na kucheza mechi mbalimbali za kirafiki, kabla ya hapo mlikuwa na jezi? Tulikuwa nazo jezi. Kwa na 200. Kumbe mko vizuri. Hizi ni tishio la mkoa. Mikakati yenu sasa, kucheza mechi za kirafiki na nini, mikakati yenu mingine ni ipi? Kama alivyosema mbunge, ataandaa mashindano ya kila kata. Ndio. Kwa sisi lazima tushiriki kwenye hayo mashindano. Lakini pia kucheza mechi za kirafiki kwa ajili ya kujiandaa na mashindano. Kama unavyojua mbunge alisema mashindano yake ya Jimbo Cup yataanza mwezi wa 8. Kwa hiyo huenda mwezi huu wa 7 mashindano ya kama pre-season. Tutafanya hivyo na hatutokodi. Kumekuwa na maneno Mason FC tuna kodi kutoka hapa kupeleka hapa. Hatutokodi kwa sababu jana tumekabidhiwa kitu ambacho tulikililia kwa muda mrefu na wachezaji ambao walikuwa wamepotea wote jana tulikuwa nao. Kwa hiyo mipango ni mizuri zaidi. Kakerenga ananiambiaje? Kakerenga ananiambia BJ Juma asijitetee, timu yake mbovu. Kakerenga amewahi kuniomba tucheze mchezo wa kirafiki. Nikimwambia njoo, dana zinakuwa nyingi. Yeye kama anasema timu ni mbovu, alete apange siku tucheze naye. Kama anasema timu mbovu, wewe leta ya kwako. Leta ya kwake, afu tukutane naye. Aone kama apokee kipigo. Sisi jana tumefungwa kulingana na target za nje ya uwanja. Yaani kicheza na kwa mfano Simba au Yanga kicheza na Al Ahly. Mara nyingi Al Ahly huwa wanapewa favor sana. Ndio. Msipokuwa makini. Msemaji wa nani alikuwepo pale? Wa Kamizilete. Yeye siku tunatoka hapa alifiwa na dada yake. Kwa hiyo hakuwepo jana. Hakuwepo. Akawa ameenda Mwanza. Nitamani hapa ungempigia hapa ili. Naweza nikampigia. Sasa si hayupo. Alienda juzi. Ameniambia kwamba yupo njiani. Sasa kama jana hakuwepo kwenye shughuli, inawezekana hizi za tuhuma ambazo unawapa labda inawezekana asizitolee majibu kamili. Na ni kweli kwa kuwa hakuwepo. Ndio. Lakini wapo baadhi ya wana Kamizilete wanatusikiliza. Wanatusikiliza sema bana wewe tulikuchezea mchezo. Hauna namba ya kiongozi wetu? Nayo. Turuke naye live. Sawa. Ili tusisikilize kwa upande mmoja tu peke yake, upande wa pili wenyewe wanasemaje? Maana ni kama unawaangushia zigo kwamba inawezekana hawana uwezo wa kucheza uwanjani, ila walipitia njia nyingine ambazo walizitumia kuweza kupata ushindi. Kama atakuwa yupo tayari kuzungumza, tuzungumze naye ajitetee kwa upande wake. Walishinda kwa uwezo au vipi? Habari yako bwana? Salama, Kwema kabisa. Upo live Shinazi FM, heka za michezo hapa, na nataka tuzungumze tu kidogo kuhusiana na mechi ya jana ya kirafiki kati yenu na Mason. Ndio. Mmeshinda 1-0, lakini BJ Juma nipo naye hapa studio anasema mambo yalikuwa mengi nje ya uwanja. Hii ni kweli? Hamna uwezo wa kushinda uwanjani, labda mmetumia njia nyingine kuweza kushinda dhidi ya Mason jana? Hapana, sio kweli. Ndio. Kwa sababu anza kwa kujitambulisha kwanza. Kwa majina naitwa Egidius Gilbert. Ndio.
Nipo Rwamsheni hapa, mwenyekiti na kiongozi wa timu ya Kamzente FC. Ndio. Sasa tuende kwenye mchezo. Ndio. Mchezo ulivyokuwa, BJ mwenyewe alishindwa kuheshimu mchezo. Mimi nilimwambia kabisa, wewe ni tishio la mkoa lakini sisi ni tishio la kitaifa. Kwa hiyo ndio nadhani ameliona hilo jana. Jana limeweza kutimia na limeweza kutimia kwamba sisi ni wakubwa wake katika kazi, hasa tasnia ya mpira. Na hiki anachokizungumza kwamba jana kuna mambo ambayo ya nje ya uwanja kidogo ya kwenda sawa, inaonekana mlikuwa zaidi upande wa waamuzi na bao lilikuwa la offside. Yeye ni kwamba sisi tulimtoa mchezoni mapema. Kwa kuonesha baadhi ya vituko na nini, yeye akajua kwamba tuko serious na huko, kumbe sisi tuko serious na mchezo kucheza pale uwanjani. Ndio maana hata goli aliyokuja kufungwa ni goli halali. Na pale kama wachezaji wangu wangekuwa makini, alikuwa analala hata goli 4. Anasema ni offside ile. Hapana, kwa sababu hata yeye mwenyewe hajafunga hata goli la offside. Nipo naye hapa na kusikiliza. Lakini yeye amejitetea hivyo, nikasema tumtafute sasa kiongozi yoyote wa Kamizilente ili naye athibitishe hili ni sahihi. Jibu halali ni kwamba hata yeye mwenyewe goli la offside hakufunga wala kusema refa amelikataa. Kwa hiyo goli letu ni halali. Kwa upande wenu sasa, mechi ilikuwaje jana? Mechi ilikuwa nzuri kwa sababu tulimudu, tuliwakamata vya kutosha. Wachezaji wangu ni kwamba wakuwa serious. Kama wangekuwa serious vile, ndio ilibidi tushinde hata goli 4, lakini hata wao walikuwa wanaonesha dharau kwa sababu ile timu ya Mason, sisi kwa kweli huwa ni timu ambayo tunaionaga ni timu ya kutolewa tu kwenye mashindano. Tunapokutana nayo lazima itoke kwenye mashindano. Sawa. Jana mmepokea pia vifaa vya michezo kutoka kwa Mheshimiwa Mbunge Mtasingwa. Kwenu mmelipokeaje hilo na mikakati ipoje sasa baada ya kupokea vifaa hivyo vya michezo? Kwanza Mheshimiwa Mbunge mimi nimshukuru sana. Nimshukuru sana kwa sababu amegusa lile tuliokuwa tunalihitaji sisi kama wana Kamizilente na sisi kama wana michezo. Ndio. Mheshimiwa Mbunge amekuja na kitu bora zaidi, kwa sababu sisi kilichokuwa kinatusumbua ni vile vifaa vya michezo. Unakuta wachezaji tunao, viongozi wapo, kila kitu kipo, tunakosa tu vifaa vya michezo. Ndio. Kwa hiyo kutuletea vifaa vya michezo itatufanya kabisa sisi timu yetu iendelee kuimarika zaidi na kufanya vizuri zaidi. Sasa hivi tunasema aje yeyote yule anayejisikia anaweza akaucheza mpira, tumfundishe mpira. Kwa hiyo mazoezi yataendelea sasa. Sisi mazoezi tupo kila siku, ndio ratiba yetu. Huwa tupo kila siku majira ya saa 10 jioni tunakutana pale uwanjani, mazoezi yanaendelea. Ndio. Kwa timu yoyote labda ambayo inahitaji mechi na ninyi, mpo tayari? Sisi tuko tayari. Hata akileta order sasa hivi, mpaka jana Mheshimiwa kocha Sheikh Ramadhani ameniambia anahitaji timu ya kuchallenge nayo. Kwa sababu Mason anaona pia sio size yake kwa kweli. Sio size yake kwamba ipo chini au ipo juu? Iko chini kwa sababu yenyewe kwanza wanajitambulisha wao ni tishio la mkoa. Sisi sasa tishio la kitaifa tunacheza na Mason. Si unaona kabisa hawa bado sana. Sawa. Asante sana bwana mwenyekiti wa Kamizilente FC. Asante, na mimi nashukuru. Furahisha mwenyewe amekiri ndio kwamba walicheza nje ya uwanja. Ilikuwa mind game, anasema bado ni tishio la mkoa. Maso ni tishio la mkoa. Wakati jana imepoteza kwa Kamizilente. Tumepoteza kwa sababu ukiangalia the way tumeshiriki kwenye mashindano mbalimbali. Ndio. Sisi tumekuwa tunawakilisha mkoa ukiachana na timu ya mkoa ambayo ni Kagera Sugar. Tumeenda Uvinza, tumeenda Kakonko, tumeenda Kero kucheza ligi. Kwa hiyo sisi hatuwezi kusema kwamba Mason FC sio tishio la mkoa, ni tishio la mkoa. Kupoteza haiwezi ikasababisha nembo la timu itoke, hapana. Sawa bwana, kwa kumalizia sasa, kwa upande wa Mason mnasemaje? Sisi kwa kweli tunamshukuru Mheshimiwa Mbunge kwa hili jambo analoendelea kulifanya. Lakini pia wana Mason tumekabidhiwa vifaa vya michezo, mpira mmoja na pea moja, na maana jezi 16 ndio tulipewa. Tutazitunza, yani hizi tunazitunza hata vizazi vijazo ambavyo vitakuja kuichezea Mason FC vikute jezi ya Mheshimiwa Mbunge. Nawashukuru sana. Shinazi FM mlitupa support sana. Na niwaombe muendelee kuwa na moyo kama huu. Media ni nyingi lakini ninyi mnajitolea. Ndio maana nikakwambia umati wa watu uliokuja jana
ni umati ambao kila mmoja anasema mimi nilisikiliza Shinazi. Yeah. Mimi nilisikiliza Shinazi. Ndio kuna baadhi ya watu walipita mtaani kuhamasisha, lakini kila mmoja anasema mimi nilisikiliza Shinazi. Hatuna cha kuwalipa. Tunashukuru sana. Sawa sawa.